Bwana Yesu asifiwe. Karibu tena kwenye kipindi hiki cha manukato ya sifa. Usisahau kusubscribe, kulike na comment. Mungu wa mbinguni akubariki. Leo acha tuzungumzie kuhusu malaika wa sita kumimina kitasa. Yaweza kuwa kweli malaika wa sita amekwisha kumimina kitasa. Kwa nini tunasema hivyo? Tukisoma kwa habari za mto Frati, ukisoma kwa habari za mto Frati, Biblia inakuonyesha kwamba mto Frati utakauka. Mto Frati utakauka. Kwa hiyo ni mojawapo ya nabii ambazo zipo kwenye Biblia kwamba malaika wa sita atakapomimina kitasa chake juu ya mto Frati, huo mto lazima ukauke. Sasa soma kitabu cha Ufunuo Yohana sura 16 mstari wa 12. Biblia inasema, na huyo malaika wa sita na huyo wa sita akamimina kitasa chake juu ya mto ule mkubwa wa Frati, maji yake yakakauka, ili njia itengenezwe kwa wafalme watokao katika mawio ya jua. Sasa wewe jaribu kufuatilia kwa habari ya mto Frati. Ingia katika simu yako, jaribu Google, jaribu kufuatilia na kuperuzi. Tafuta picha za hivi karibuni za mwaka huu za mto Frati, uone jinsi mto Frati ambavyo umekauka. Hiyo inaashiria kwamba ni malaika wa sita amemimina kitasa, kwamba mto Frati umekauka. Kwa hiyo sasa malaika wa sita amekwisha kumimina kitasa, huenda ikawa amekwisha kumimina kitasa, maana tayari mto umefanya nini? Umekauka. Na tujue mto Frati ni mto mrefu sana, una kilomita nyingi sana. Mto unaoanzia Uturuki kupita Iraki hapo mpaka huko Syria, ni mto mrefu sana, umekauka. Haya yote ni kwa ajili ya kupitisha majeshi ya wafalme kutoka katika mawio ya jua. Haya yote ni kwa ajili ya kuja kuishambulia nini? Israeli. Kwa hiyo sasa Biblia inasema kwamba malaika yuko mimina kitasa. Ukisoma mstari wa 13 inasema, nikaona roho tatu za uchafu zinazofanana na vyura zitokazo katika kinywa cha yule joka na katika kinywa cha yule mnyama na katika kinywa cha yule nabii wa uongo. Kwa hiyo haya yote ni kwa ajili ya kuandaa vita ile kubwa, ile vita ya siku ya Bwana. Hii vita ambayo inakuja hapa ni vita ambayo inaandaliwa na roho tatu za uchafu zinazotoka kuzimu. Kwa hiyo hizo roho zitawaingia baadhi ya wakuu wa dunia hii na viongozi wa mataifa, watashawishika, watahamasika, wataungana, watakwenda kuishambulia taifa la Israeli. Sasa mto Frati kukauka, hii maana yake ile vita kubwa ya Armageddon inaenda kutokea, kwa sababu hii vita itapiganwa sehemu inaitwa Armageddon, ambayo ipo katika taifa la Israeli. Ni sehemu ambayo ni haijajengwa, hakuna makazi ya watu, kwa sababu Wayahudi wenyewe wanatambua kwamba hapa kinabii itakuja kupiganiwa vita. Kwa hiyo hamna aliyejenga pale. Ni eneo ambalo liko tambarare, lina mwinuko, ndio maana inaitwa Armageddon. Maana yake har kwa Kiebrania maana yake ni mlima. Kwa hiyo pale maana yake ni sehemu ambayo ni mwinuko, yani ni sehemu ambayo inakaa mwinuko fulani, yani sio kwamba ni tambarare sana, ina mwinuko, ndio maana har maana yake kuna mwinuko, mlima. Kwa hiyo sasa majeshi na wafalme wa mawio wataungana kwenda kuishambulia taifa la Israeli. Ndio maana ukiangalia pamoja, wapo na nchi za Kushi ambazo zinazungumziwa kama Ethiopia, kama South Africa na baadhi ya nchi. Kwa hiyo ukiangalia hivi karibuni South Africa wamelipeleka jeshi lake kuungana na jeshi la Urusi, na ukiangalia hivi kati juzi kuna taifa zinasemekana kwamba South Africa mifunga ubalozi wake Israeli. Kwa maana yake hao majeshi yote, jeshi la China, jeshi la Urusi, jeshi la Kaskazini, jeshi la Irani, majeshi yote yataungana liwe jeshi moja yaende kumshambulia mtu mmoja. Ndio maana Biblia inasema hizo roho za uchafu zitawaingia, watakusanywa. Yani maana yake litakuwa ni jeshi moja wa China, Urusi, Korea Kaskazini na majeshi ya Kushi huku kama ni South Africa na majeshi mengine ya kama ni Libya, yataungana litakuwa ni jeshi moja, watakwenda kushambulia taifa la Israeli. Sasa hiyo ni vita ile ya siku ya mwisho. Ndio maana Biblia inasema kwamba hizo roho za mashetani zifanyazo ishara zitokazo kwenda wafalme wa ulimwengu wote kuwashawishi kwa vita ile, kwa vita ya siku ile ya Mungu Mwenyezi. Kwa hiyo sasa mstari wa 15 keka angaizo, tazama naja kama mwili, ila kichana akawatunza mavazi yake asende uchi, hata watu wakaiona aibu yake. Kwa haya ni mambo ambayo yapo karibuni kwenda kutokea. Kwa mto Frati umekwisha kukauka, na haya yote yameandikwa katika Biblia.
Kwa hiyo haya mambo tunapoyazungumza, tunapokuwa tunawaambia, kuna watu wanakuwa wanachukulia kawaida, wanayadharau, lakini mwisho wake haya mambo yanaenda kutokea na mambo yataenda kutimia. Na watu ambao wanapingaga tunapowaambia habari hizi, wanaona kama ni story na hadithi, watayaona kama wakibahatika kubaki kwenye unyakuo, watayaona kitokea. Kwa hiyo sasa tunapowaambia kwa habari za utakatifu na kwa habari za Yesu Kristo, watu wamwamini, watu mtuelewe. Ni lazima watu sasa hivi waache dhambi, wamrudie Mungu, waache uovu wao, wamrudie Mungu. Kwa kila siku tuko hapa tunawakumbusha kwa habari za kumrudia Mungu, la kwa habari za kuacha dhambi, kwa habari watu wampokee Yesu Kristo, lakini watu hawaamini.